Ni sahihi mwanafunzi kuwa na mahusiano shuleni au chuoni au popote pale anaposoma? Yaani hiyo sio sahihi kabisa. Wewe hujawahi kuwa na mahusiano ulipokuwa shule? Hapana. Walai tena. Unajua kwa nini sio sahihi? Huwezi kubeba vitu viwili kwa wakati mmoja. Okay. Sawa? Kipindi cha kuwa shule ni kipindi peke yake, unatakiwa kutengeneza future yako. Unatakiwa concentrate na masomo. Kwa hiyo maana yake kilichokupeleka shule ni nini? Ni kusoma. Kilichokupeleka chuo ni nini? Ni kusoma. Tunataka kuona GPA nzuri. Tunataka kuona matokeo yako mazuri. Kwa hiyo sio sahihi sana kwenda shule alafu ukaanzisha jambo lingine nje na utaratibu. Lakini ni kesi nyingi sana unakuta watoto wanalia na mapenzi wakiwa shule, yani ile mtoto anaumia kabisa, ameachwa yani na boyfriend kake. Acha aendelee kuachwa, tena waachwe sana kwa sababu sio wakati sahihi, halafu wewe umeingiza hilo jambo kwa kipindi. Kwa kumbe ni haki yake. Haki yake ipi ya kuachwa? Mwache aachwe kwa sababu yeye ndiye aliyemkuwa mpumbavu. Baba amekutuma. Yaani unajua kwenda shule, baba ametoa gharama au mama ametoa gharama au mlezi ametoa gharama zake wewe kukupeleka shule ukasome. Wewe unaenda kuanzisha jambo lingine na familia ya mtu mwingine. Shike sana elimu, simwache afanye nini? Aende zake. Kwa nini Biblia ingetuambia kwamba wakati tumemshikilia elimu asiende zake, tungeshikilia na mapenzi asiende zake? Agizo ni moja tu kwamba mshike sana elimu, usimwache aende zake. Ukibeba vitu viwili, shule na mapenzi, vyote vinatumia akili. Na mbaya zaidi ni kwamba hisia zina nguvu kuliko hata akili yenyewe. Kwa sababu kwenye masomo utatumia akili. Lakini kwenye mapenzi unatumia hisia. Kuna wakati hisia zinaweza zikakuendesha na hata akili yako isifanye kazi. Tunarudi kule kwenye kufeli. Kuwa na mahusiano na mtu. Kesho kutu ukifika form 5 na 6 tena utakuwa tena na mahusiano, si ndio? Ukienda chuo kikuu tena utakuwa tena na mahusiano. Vansi mmoja katupangiwa Ruvuma, mwingine kaenda Tanga. Yes, hivi unaona kabisa ni hapa serikali yenyewe imejaribu kutuchanganya, kutuvuruga tusionekane, tusionane tena. Kuvunja ndoa. Yaani serikali yenyewe inaona kabisa